Kwanza ningependa kuwasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena. Asante. Nafurahi sana leo kuweza kufika hapa na kusema asante kwa wageni wetu wamefika hapa. Mheshimiwa Ann, wakili Jane Masai, Madam DCC, akiwa anaitwa DCC siku hizi, na wamama wote kulipi yangu ya nguvu, nashukuru. Led by Jennifer na Ryan, nasema asante. Na pia chairpersons wote wa bodaboda, tumefanya kazi pamoja, nimefurahi. Nakumbuka zamani nilikuwa naambiwa na watu, usifanye kazi na watu wa bodaboda, wanakuanga watu wa ngumu sana, lakini I've not regretted. Nimefanya kazi na nyinyi tangu mwaka wa kwanza na nitaendelea kufanya kazi na nyinyi. Na nafurahi sana kwa sababu tunaweza kuleta relationship. Tunaweza fanya wote pamoja. Kabla sijaendelea, ningependa kuintroduce watu wa ofisi yangu. Ndio wajue. Nakumbuka wakati wa campaign niliwaahidi kwamba nitakuwa na ofisi kwa kila shopping center, si ndio? Siko Jua Kali, iko Ngino Event Center, kuna ingine iko Ziwa, kuna ingine hapa Naiveri, kuna Cheptiret. So hao ndio wanasimamia kwa ofisi. Sasa Ben ndio anasimamia ofisi ya Cheptiret ya Kesesi Sub County. So ukiwa na shida si lazima hata mkuje mpaka town ama kutafuta mimi, nenda kwa ile ofisi yenu iko karibu. So huyo ndio Ben, ako hapo center tu kwa Cheptiret. Mnaweza kama mko na maswali yoyote hapo mtaweza kuelezwa. Hata mkitaka kufanya application ya basa nini mnaenda pale. Alafu kuna Angela kuja kuone. Angela ndio anasimamia ofisi ya Jua Kali. Sasa anasimamia Tango Sub County. Alafu kuna Karen ndio sasa anafundisha nyinyi vile kuandika proposal. So hata mkitaka kuapply na mjui vile kuapply, atakuja mahali huko, mpange wakati tu mketi hivi, atawafundisha na atasaidia kuandika proposal. Kwa sababu naona watu wengi wana apply kwetu, wengine hawajui hata kuandika proposal, lakini tutawafanyia hiyo kazi. Unasema tu ile kitu tunataka kufanyiwa. So Karen, hata ukienda kwa any sub county office, kama unaenda Jua Kali unaambia Angela atapigia, unapanga na Angela atapigia Karen, atawaambia siku yenye atakuja, anakuja kuwafundisha, si lazima hata mwende kumtafuta tabu. Alafu tuko na Audrey ndio anasimamia ofisi ya Moibeni shopping center hapo kwa posta, ofisi iko hapo. So pia watu wa Moibeni mkiwa na shida yote mnaenda tu kwa ofisi. Najua tulikuwa tumefunga kwa wakati huu kwa sababu ya COVID, lakini tumekubali wafungue tena ndio watu waweze kuhudumiwa. Alafu hii ni Lebo ndio anasimamia ofisi ya Kapseret. So hapo Kapseret shopping center. Ile njia ya kuingilia Indera hapo umehama. Hapo kwa MCA. So hapo kwa anasimamia Kapseret Sub County. Alafu hawa ni board members. Sasa mwenye anasimamia vijana youth ni Sheila. Stella anasimamia youth na pia anasimamia Ainakoi Sub County. Alafu kuna Mrs. Menjo yeye anasimamia wazee kwa board yetu. So sasa tuko na kila mtu kwa board. Kila mtu ako na anasimamiwa. Sasa hata yeye anawakilisha Tango Sub County. Sorry Sub County. Okay, alafu tuko na chairman hapa Hilary, tena yeye anasimamia youth pia. Anasimamia youth lakini ana represent Tango Sub County. Alafu coordinator science, sasa yeye mnapeleka makaratasi, tunaenda kutafutia pesa Nairobi, kila kitu yeye anasimamia, yeye ni coordinator anaitwa Sana. Wengine hawako leo, kuna conservator wa Kapsereta yuko leo, hakuweza kufika hapa na alikuwa anasikia vizuri. Alafu pia Diana alikuwa na function. Tuko na Diana ana represent wale watu wako na disabilities. So hata sasa vile tuko na watu yeye anachukanga kupeleka mtu aende kuregister kwa MTRH apate kadi ndio tuweze afaidike na pesa ya CAF. Kwa sababu pia tunaangalia wale watu wako na disabilities. So asanteni sana. Leo nilifurahi sana mara ya kwanza tulipeana pikipiki. Nafikiri wale watu walifaidika.
ulikuwa wengi around Uasin Gishu. James ulikuwa timu yako ilikuwa naye watu wa timu inaenda town mpaka huku mpaka Ainabkoi. Na ile group walifaidika mara ya kwanza, I think ile wa Ainabkoi kao, na wengine ni wale wako hapa tu kwa barabara. Hiyo njia yangu ya kwenda hapo nyumbani, lakini baadaye nilifurahi kwa sababu nilisikia pikipiki zimeongezeka. Najua nilielezwa leo na vijana. Hapo nataka nyinyi mwende muongee na hao vijana wetu wako. Unaona kwa barabara tukiingia hivi. Hiyo bodaboda sako wajawahi kuapply. Sio wakaniambia mama, wewe umekuja kupeana pikipiki hapa nyumbani na sisi tujapata. Mimi nikaambia umeapply? Akasema hapana. So wameanza wenyewe wamekubali, wakasema kutoka leo wata apply na nimewapatia form. Lakini nataka nyinyi ni mshajua vile hii group inafanya, saidieni hawa, eleza hawa vile watajipanga. Kwa sababu nilikuwa naambia ni aibu sana nyinyi hapo kwa mlango yangu na mtapata. Lakini ni nyinyi mja fanya application. Ni very important kufanya application. Wakina mama saidia hao vijana wetu. Mueleza sio ni mama mlipata mashine ya kushaka mahindi kwa hapo na Idete Center. Sasa nataka mfundishe wengine ndio waweze kufaidika pia au watoto wetu. Na najua mama umesema neno ya wasichana. Maajabu ya hii maneno ya group. Sijui kwa nini wasichana youth our apply. Hata sijui Stella, what is wrong with the ladies? Wamama wana apply kweli, na nimeona zamani vijana wako wana apply, lakini youth bado tuko na shida. So mimi nawaomba hivi, kwa group yenu mnaweza ongeza youth wawili ama watatu ndio mwanze kufundisha hao vile kufanya hii kazi. Hata ni wakina mama group yenu mmoja na hii biko. So lazima mtengeneze group, hata uwasaidie kutengeneza group. Na those girls ni rahisi sana kuorganize hawa. Kwa sababu tayari wanakuwa na group yao kanisa, si ndio? So it's very easy. Naweza sema ya kanisa moja kwa sababu wanaishi na pamoja na wanakutanaga saa zote. Msaidia wa kuregister group ndio waweze pia kufaidika. Kwa sababu kama hatuwezi kupata kazi, at least tunaweza kupata kufanya biashara. Kama kazi iko ngumu, at least biashara tuweze kufanya. So hiyo ndio kitu ya maana sana. Na pia tumeongea maneno kweli ya our girls. Hiyo kitu imestua sisi sana. Tulisikia vibaya sana. Tukasema shida ni nini? Najua sana kwa sababu watoto wako nyumbani sasa. Unajua zamani watu walikuwa wanaenda shule, weekend wanaenda kanisa ama wako na sasa hakuna mahali watu wanaenda. Unajua nasemanga idleness is the workshop of the devil. So hiyo ndio shida tuko nayo, lakini kitu naomba wazazi. Wewe mzazi lazima uchunge mtoto. Wewe ndio number 1 kwanza. Hata kama hujauliza serikali. Ni nyinyi each parent. Kama each parent akifanya kazi yake, aongee na watoto yake. Hata nyinyi muongee na vijana wenu. Si ndio? Kwa sababu kama vijana wanafanya vibaya, hata nyinyi wazee mmeanguka kazi. Si ndio? Yes, because you should bring up upright men. So tunaomba kila mtu vile Mheshimiwa Anna amesema, kama kila mtu achukue iko jukumu yake kuensure tunachunga watoto wetu, tutaweza. Kwa sababu kila mtoto ako na nyumbani mahali anaenda kila siku jioni. So hiyo ndio kitu lazima tuongee na parents kwanza. Kwa sababu serikali haiwezi kuchunga mtoto wako. Serikali inakujanga saa zile shida ishatendeka. So hiyo ndio kitu muhimu sana. Alafu najua nataka kuomba bodaboda hivi. And I want even car in general to help them. You should next time nataka muapply kwa kufungua garage yenu. Ya ama spare part shop, si ndio? Kwa sababu nyinyi ndio mnapatia biashara watu wengine kule town, si ndio? Na nyinyi mwambie group yenu tununue kwa ile ya garage ama ni spare part shop ya bodaboda wenyewe. Si mtajipatia biashara? No, it's very easy. Kwa sababu nyinyi ndio mko na hiyo biashara. Ndio mpoe at least usalo na repair gari, pikipiki yako unajua pia unafaidika. So that is something that I've been saying, nataka ku encourage mfanye hivyo. Because ukifungua duka na mwambie watu wetu ni 15 group circles, tunasema tunanunua hapo, so mtapata faida sana. Yes, so hiyo ndio challenge nawapatia. Ningependa muweze kufanya hiyo kazi. So niko very pleased leo tumeweza kupeana hizi motorbikes. Najua tumekuwa tukisumbuka maneno ya license.
Najua nilikuwa nimeongea na ile former Director General wa NTSA, anaitwa Ole Meja. Alikuwa amekubali atakuja kutufanyia testing one day kwa bei ya chini. Lakini unfortunately sasa amewacha kazi. So tunangoja the new Director General tuendelee na hiyo. Lakini I'm sure before the end of my term ya year 2022 tutahakikisha kwamba tumekuja kupeana licenses, watu wapate licenses. Kwa sababu ile shida tulikuwa nayo and we had negotiated actually for insurance for them. Unfortunately wakasema hawezi kuwapatia kwa sababu watu wako na license. That is the problem. So we must get them licenses first, then now insurance wanaweza kupata, kwa sababu mtu hawezi kubali kuinsure people without any licenses. Alafu nataka kusema hivi, mimi nataka nyinyi mtufanyie campaign, si ndio? So unaona 2022 karibu ifike. Ishafika. Sasa hivi tunategemea nini? Kwa sababu lazima tuhakikishe huku Rift Valley kabisa we give the DP 100%. Lazima tuwe kwa wengine, si ndio? Tumeona vile wametumiza sasa kabisa. Ngoja sisi nasema na mimi napenda kueleza watu ile shida 2002 William Ruto alisukuma Uhuru, si ndio? Mpaka wakaanguka tu pamoja. Alafu 2007 akasukuma Raila. Mpaka Raila akapata prime minister, si ndio? Alafu akawachwa akapelekwa jela. Wamekwenda kushtakiwa kule. 2013 siaka akasaidia Uhuru, si ndio? 2017 akasaidia Uhuru tena mara mbili. Si tulipiga kura mara mbili. Sasa imefika tani yake wameanza kumdharau. Hata wewe unaweza kubali mtu ateswe hivyo? Kwa sababu mimi nasikia uchungu, kwa sababu nasema kama ingekuwa wewe umebeba mtu for 20 years na ile imefika wakati yako wanaanza kusema hakutaki, si ndio? Wanaanza kusema wewe ni mwizi. Lakini sasa mbona tu sasa sasa hii amekuwa mtoto ya maskini, lakini siku ile wako wanakumbuka sasa alikuwa anatafutia wakura wa kusema yeye ni mtu wa chini. Lakini tukasema mimi najua Hustler Nation ndio wengi. Wale wanamdharau au matajiri ni wachache, hata wafiki 10. So hata usaidizi wakisema wanapanga yao, hata sisi mimi najua nyinyi mkipanga nyinyi wengi kuliko wale matajiri 10, si ndio? Nyinyi ndio mko na votes. Sababu hata kila mtu achukue hiyo jukumu kusema 2022 tuhakikishe status imefika Uasin Gishu, si ndio? Sisi wote tunasema tutajitolea. Sasa lakini ni nyinyi ndio mnapiga kura. Hata sasa hivi wametuambia wanatutisha, wanasema talete referendum ndio wabadilishe sheria. Nikauliza, kwani hiyo referendum nani anapiga kura? Si ni nyinyi? Kwani ni hao ndio wanapiga kura? So nikamwambia mnaweza leta referendum, msitishe sisi nayo, kwa sababu sio nyinyi ndio mnapiga kura. Si 2005 Kibaki alileta referendum, sikaanguka. Na ilikuwa serikali. So bila mbele ni wananchi ndio wanaamua, heshimu raia. So hata mnaweza panga vitu zeni, lakini kama raia hajakubali, yes. So wakati huo wacha tuone, tujasoma hiyo kitu wanatutisha naye, lakini hawajatupatia. So wacha sisi watatupatia, tutaisoma, tutakuja kuelezana, tutakubali ile kitu tutafanya, si ndio? Hata saa hizi wanasema wanataka kuongeza viti. Anasema wanataka kuongeza viti ndio tukue na prime minister, alafu kuna 3 deputy prime ministers etc. Lakini hata hiyo nikasema hata wakiweka hakuna kitu itanini, kama bora wasiweke jina ya mtu, bora wasiandike prime minister in brackets Raila Odinga ama prime minister, deputy prime minister in brackets fulani, si ndio? So bora wasiweke jina ya mtu na waseme tu prime ministers watengeneze, si hatuogopi hiyo, si ndio? Kwa sababu hata itatusaidia kama tutakuwa nafanya campaign, tukipatia prime minister 3 sisi tutagawa, tupatie mwingine huko kwa Luyaland, tupeane nyingine huko Mombasa, ndio watu wakubali kuingia nyumba yetu. So sijui kwa nini wanafikiria hiyo hesabu inaweza kututisha. Bora ile jina ya mtu. Na wenye watapitisha ni nyinyi, sio hawa. Kwa sababu watu wamesahau kwamba si hawa ndio wanapiga kura. So mimi sitaki msitishike, tunaendelea na mpango yetu ya 2022. Najua mmesikia nilifutwa kazi kwa kiti zote za
huko ya nini kwa bunge. Mimi nikasema ni sawa, hata itanipatia wakati sasa nikuje kufanya kazi Uasin Gishu, kwa sababu nilikuwa nashughulika nikifanya kazi yao. Yeah, so sisi tukasema ni sawa tu, hata imetupatia freedom sasa ndio tuende campaign kabisa. Sasa tunaendelea tunafanya kazi. Sasa mtakuwa mkiniona kwa ground throughout. Na pia mtanipatia ruhusa niende nikiombaga makura huko mbalimbali pia. Kwa sababu lazima tuzunguke Kenya nzima. Hata ukiona saa hizi kwa nini wafungi kanisa, walikuwa wanafunga kanisa kwa sababu wanaogopa, kwa sababu hapo ni playground ya William Ruto. Hiyo ni kiwanja yake, ndio? So wakaona wakifungua hii kanisa ama political rallies tungekuwa sahihi kwa ground. Lakini ngoja tu watafunga mpaka siku gani, si ndio? So naona wanasema tunapanga. Alafu hata hii kitu maneno ukiangalia hata vile wanasema na kanisa tu watu waende watu 100. Hilo kanisa inachukua watu 100. Kuna kanisa inaweza chukua 2000 people, si ndio? Hata nilikuwa napatia watu mfano nikasema AIC hapa Eldoret. Hiyo nini iko na inachukua watu 2000. So hata ukifanya social distancing wanaweza kuwa na watu 400 ama 200. So mbona wanatupimia pumzi kusema watu 100 kanisani, si ndio? Kwa sababu bora watu vae mask na wafanye social distancing is normal. So ni kwa sababu wataki tukutane. Kwa sababu wajua tukikutana sasa tutaanza siasa vizuri. Lakini wakifungua bado tutafanya overtime, si ndio? So mimi nataka mkae imara, tuko imara. Tutawaambia ile tutapanga 2022. Lakini pia hata saa hizi wanatuambia hawataki William Ruto, lakini sioni mtu mwingine wametutolea. Wajaleta mtu mwingine. Sio nimesema lete candidate yenu basi tuone ni nani. Bwana hamtaki kuleta candidate. So pengine watu wengine wako na mpango kuendelea pengine. Lakini pia kuendelea lazima arudi kwa wananchi, tupige kura kama tunakubali. Kama vile Museveni alifanya ama Kagame, lakini niliambia Wakenya ni wako na akili zaidi. Hawawezi kama Ugandans. Ugandans wanaweza kudanganya hao. So tuko imara, 2022 status itafika Uasin Gishu kwa sababu najua Mungu mwenye tunaomba ameona vile mtu ameteswa. Si ndio? Lakini tunasema tutaendelea kuomba, tutaamini Mungu na tunajua Mungu hawezi kubali mtu atumike na atupwe. Si ndio? Hata wananchi wakubali. Wananchi wanakubali. Kama ingekuwa mtoto wako mkubali atumike alafu atupwe. Hatuwezi kubali. So nataka kusema asante. I think tushapiga picha already na nafikiri tumepitisha time zaidi ya mkutano. Hatutaki kuja kushikwa na Mandago. Ndio? Yes, alafu nataka chama mawili waende kuongea na bodaboda zangu saa hizi. Kama mnaondoka tuhakikishe pia mwambie vile mnapanga kazi yenu. Na mimi nataka mkuwe strong, mkuwe watu waaminifu because mkiwa waaminifu itawezekana kuwasaidia zaidi. Najua nilikuwa nimetangaza wakati mwingine kabla ya COVID, nilikuwa nimesema tutakuwa na harambee. Deputy President alikuwa amesema atakuja kutuchangia kwa sababu niliambia ile pesa tuko nayo inakaa chache kidogo. So alikuwa amesema atakuja kufanyia mchango ndio tuweze kupatia more groups na kupea more money. Lakini bahati mbaya hii COVID ikakuja, tumepostpone, lakini bado tuko na hiyo ahadi kwamba atakuja kutufanyia harambee ya kusupport ile groups hazijapata, kwa sababu najua pia hatuwezi kufikia groups zote ziko na tulikuwa na 300 groups walikuwa wamekosa. So kwa nimesema tunaweza kufanya hiyo harambee ili tuweze kusaidia more and more groups. So asanteni sana, Mungu awabariki. I will count on your support na tuendelee kufanya kazi vizuri, tubadilishe maisha yetu. Na tumesikia vizuri kazi, shida ya hiyo kazi mtaani vile walifanya hiyo registration. Lakini hiyo tutaona kama tunaweza kuamsha kwa bunge kwa sababu hiyo categorization ndio bado iko challenge. Kwa sababu hata nilikuwa naeleza hao nikasema hata sisi tuko na challenge. Maybe unaona Liberia sio informal sector kama Langas, lakini kuna watu hapo walikuwa wanauza mboga kwa shule, si ndio? Kuna watu walikuwa wanauza maziwa kwa shule na shule imefungwa. Kuna wale watu walikuwa na supply vitu kwa hiyo matiti, hiyo technical colleges kama campus, sasa imefungwa. Mimi najua hata ma shopping centers wako na shida zaidi kwa sababu walikuwa na survive kwa sababu ya mashule. Lakini sasa hiyo imefungwa, sasa hiyo tutaendelea kutetea tuone kama tunaweza
kubadilisha ndio waweze na tunakaa makini sana. Wale watu walikuwa nasikia kasi FM walisikia nikiongea nikisema ile pesa inawekwa kwa budget, tunataka kuchunguza mahali inaenda, kwa sababu hata vile walisema wanapatia watu small businesses watapewa pesa, lakini tuko nauliza ukipatia zile businesses yenye iko registered na ziko na bank account. Kuna business mingi yenye watu wana hata bank account, ile business hata ijulikani, ile business hata walipi tax kwa sababu sasa inatakikana. Ndio bora pia kama umenitoa kwa hiyo hakuna mtu atanisimamisha niingie kwa hiyo committee hata kusikiza na kuuliza maswali. So tutaendelea tutawaachia hawa ikuwe rahisi. Tutawasungusha kabisa. Si ndio? Sasa asanteni sana, Mungu awabariki. I think nilikuwa nimeambiwa na board chair wa hii shule shida ya tulikuwa wapatia tank. Lakini sasa nasikia hiyo tanki hajatumika kwa sababu hawajakorogea chini na kutengeneza gutters. So alikuwa ataongea, tutaona vile tutafanya. Lakini mtu anataka kupata tanki kama hajajenga pale ya kuweka tanki. Sijui mlipataje. Kwa sababu nilikuwa naambia sana lazima uende kwa hiyo shule, hakikisha wamekuwa ready. Kwa sababu kama mnapewa msaada, si afadhali ni mfanye kitu kidogo. So lakini we see what to do, and hiyo maneno ya toilet ya shule I'll talk to Chekut. Hata nimetuma message kwake kwa sababu CDF ndio wanajenga shule. Sisi hatukubaliwi kujenga shule. Lakini wacha ataona kama anaweza sukuma yeye, aone kama anaweza patia kidogo ya CDF kama emergency. Ndio. Yes, alafu pia nataka mueleze watu kama mtu wale watoto wanasali shule itafunguliwa. Kuna issue ya bursary pia huwa tunapeana. Ndio kama kuna watu hapa wamepata bursary, lakini najua last time tulipeana bursaries plus karibu 4.2 million shillings. Lakini sasa tumesimamisha sasa kwa sababu sasa hivi hakuna shule. Nataka kupatia shule pesa na watakaa naye na hakuna watoto. So tuangoja shule ifunguliwe ili tuweze kufanya hizo applications ya bursary zitafunguliwa tena. So asante, na wapi ile group ya mama mtawapatia form leo. Hiyo kaleta na muweze kufanya application. Ndio? Haya, asanteni, Mungu awabariki. Asante. Unajua COVID ni ukweli, unajua hivyo Ndio mimi naosha mkono. God is good all the time. So nimekuja hapa, mimi naitwa Madam Faith, teacher wa shule, na ningependa kupeana vote of thanks kwa sababu nimeambiwa nifanye hiyo kazi. Ningependa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai siku ya leo. We thank God we are alive. Wengi walitamani kuona siku ya leo na hawakuweza kuona, so tungependa kushukuru Mwenyezi Mungu na pia kushukuru our Mama County kwa kupata wakati kufanya hii function kwa kiwanja ya hii shule siku ya leo. As much as tumefunga shule, nyasi imemea, hawakuogopa kuja hapa, lakini waliona ni vyema kuja hapa. So Mama County, asante sana. So asante, sijui wapeane pikipiki 3, 2, ya piki. Group 4 and 4 groups. Hapo wakati sasa moja. Iwa ndio kwa kaja tu. Sasa na. Mungu mfute kidogo. Sawa. Ndio hapo. Wacha tu. Unapotea? Sawa.
Tafadhali ngoje kwanza madam mmoja hapo tuombe twende. Wakati mnamdumisha pikipiki, ningependa kumaliza kupeana vote of thanks. Though ni kama wakati hii imekuwa haraka, ningependa kurecognize presence wa our area assistant chief, karibu madam. So wacha tuombe alafu function ishe. So